Ninaomba wananchi wote tupunge mikono namna hiyo wakati mbunge anakuja kuwasalimia. Makofi na vigelegele kwenu. Asante. Kwenda DJ. Wapi hamasa? Wimbo wenu. Wimbo wenu. Twende. Asema wewe hapa Tanzania wewe tunaye raisi wewe ambaye ndiye kiongozi wetu. Fred haongei lakini mambo yake ni moto chini kwa chini. Juzi tulipata mradi wa bilioni 17 kule Engaruka. Mradi huo ni wa muda mrefu sana, tangu sisi tukiwa madiwani, lakini umekuja kutekelezwa wakati wake. Pigeni makofi. Kuna mradi wa Mtwambu wa umwagiliaji. Umekaa miaka yote, mafuriko mnayaona kwenye TV, mnaona vitu vingi wanavyoteseka watu wa Mtwambu. Lakini juzi imesainiwa mradi pale Mtwambu, na mimi nilikuwepo na nyie mmeona. Tumeletewa pesa zaidi ya bilioni 17 kama sikosei. Na point. Huyo ni nani? Huyo ni nani? Na nani? Yaani ukitaka kujua kuna ng'ombe na ndama. Ndama yake ni nani? Nani? Kwa hiyo mama alipokuja Makuyuni siku moja, nafikiri wote mlikuwepo, akamsalimia, akamwambia mama shikamoo, akamwambia marahaba kubwa. Marahaba kubwa ile ina maana ndio miradi tunayopata katika wilaya ya Monduli. Sasa ni waombe watu wa kata Engutoto. Wanasemaga penye miti hamna wajenzi, si ndio? Penye miti? Huo ni ujumbe nimewaachia. Mtumieni Fred Lowassa kwa mafanikio ya kata yetu. Mtumieni Fred Lowassa kwa mafanikio ya wilaya yetu na kata yetu. Msikae mbali na Fred Lowassa, ni waombe leo kata ya Engutoto. Msikae mbali, msisikilize maneno ya watu. Filimbi nyingi zinapoteza nini? Filimbi nyingi zinapoteza. Naomba msipoteze mwelekeo. Mshikeni kadeti vizuri, ni mtoto wenu, mmemzaa nyie, kata yenu. Hivi amuoni baraka? Tumemzaa Mheshimiwa Lowassa. Ametuhudumia miaka yote. Leo amekuja mtoto wake. Nyie amuoni baraka kata Engutoto? Hebu fungueni macho. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana sana. Naitwa Gross Pamole, diwani kata la Sheine. Mheshimiwa mbunge, Engutoto mimi ni nyumbani. Nimetoka hapa Korongoni hapa, ndio amejengea ile boma. Hapo tu hapo hivi. Kwa hiyo watu wa Engutoto na waheshimu na wapenda sana. Mheshimiwa mbunge, ukitafasiri lugha la jina Engutoto kwa Kimasai, ni eneo ambalo anajiwekelea mwamba yule, kwa hiyo tunamuita undefendable. Yaani Engutoto ni sehemu ambayo ukikaa adui wote hawawezi kukushambulia. Na kwa maana hiyo wewe ni undefendable. Wewe hakuna chochote, hakuna lolote, hakuna yeyote atakaye kushinda.
umeshajiwekelea kwenye mwamba wa maadui wote wanayokuja wanaoona pale, na unaamua kufanya unachotaka. Kwa maana hiyo, Wanaengutoto, kijana wenu huyu hapa, na sijawahi kujutia kuwa rafiki yangu, sijawahi kujutia kuwa na yeye. Ukijaribu kuangalia, nilikuwa nafuatilia kwa karibu sana katika wilaya, na katika muda mfupi sana fedha zilizoingia za maendeleo katika wilaya ya Monduli, na kwa maneno machache tu nafikiri tu kama naweza kuendelea kwa naye, kama inawezekana kuendelea naye tu kama tunaendelea. Hiyo mitano tunahitaji mitano hapana. Aendelee kama ameenda. Engutoto hoye. Nawashukuru sana kwa kunijengea boma. Asanteni sana. Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Monduli, Mheshimiwa meza kuu, naomba niseme itifaki imezingatiwa. Kwa majina yangu mimi naitwa Neema. Niko hapa kwa ajili ya kumsupport mtu mmoja pisi sana. Mbunge wetu oye! Mtu mmoja wa amani sana. Kukiwa kuna amani, kuna maendeleo. Ni mtu mmoja ambaye hapendi fujo. CCM oye! Si unajua hata mama mama amesema kabisa. Kiongozi yeyote ambaye atasimamia amani ya wananchi, huyo kiongozi anatufaa sana. Na tumeona kabisa ni mfano mzuri sana, mtu mmoja mwenye amani sana, lakini amesimamia maendeleo ya jimbo letu. Kwa kweli sote ni mashahidi, miradi mbalimbali ndani ya jimbo letu. Kigusa eneo la elimu ndio kabisa. Tunaona anapokagua miradi, mambo ya vyoo, kwa kweli mfuko wa jimbo umetumika vizuri sana, haijawahi tokea. Tunakushukuru sana Mheshimiwa mbunge, kwa kweli tumeona miradi mingi sana. Ni hatuwezi kutaja tu vyote, lakini kiukweli umefanya na Mungu akubariki sana. Mitano tena. Asante sana. Ningesema Samia. Ningesema Samia. Nasema kura zimejaa. Samia. Mimi sipendi sana kuongea kwa sababu nikiongea mambo mengi unamalizia mgeni rasmi. Lakini nimekutana na watu kule mjini Arusha. Wamenieleza kuna namna ya kumuiba mbunge. Sema baba. Kuna namna ya kumuiba mbunge. Hasa ile vile inatokea hai. Nimeenda shule leo soma, ilikuwa imewekwa madirisha ambayo mama mpaka leo nilisoma pale mwaka 62 mpaka leo ina madirisha ambayo. Nimetembea Masai na mbunge, nimeona Wamasai walikuwa na hamasa. Nimeenda kijiji ambacho kulikuwa duni sana, mfereji. Watu wamejitokeza juzi, wanasema mambo mazuri. Kwa mbunge mimi sitaki kusema mitano tena, ila nataka niseme kuna neno tunasema sana la maji. Kwa sababu kuna watu wa maji, sipendi nielezee sana. Lakini tumepata maji kutoka Arusha, yatachanganyikana na nini? Na haya tunasema ni ya chumvi kidogo. Na toka wilaya hii imeanza, tukiwa na Ngorongoro, tukiwa na Kiteto, kuna sehemu hajaye kuona maji ya bomba. Sasa tusemeje? Mbunge ampata mradi wa bilioni 27. Unatoa maji kutoka Arusha, hadi maji mengi mpaka Nanja. Tuseme nini tena? Tunamhitaji mbunge akafanye nini tena? Hapa tumpigi kijembe maarufu amefanya. Sasa kwa vile kuna watu wa maji wataelezea. Kwa sababu tukikaa hapa sitaelezea mengi na muda unaenda. Basi mbunge atakuja mwenyewe ataeleza aliyofanya. Kati ya hilo moja nimesema kwa sababu nagusa mtoto na Monduli mjini tunapata maji. Watu waamini. Tunataka leo useme mwenyewe. Karibu sana. Mimi kimsingi nimebahatika kuwa kwenye ziara hii ya Mheshimiwa mbunge kuzunguka katika jimbo lake.
tumeshapita Ngaruka, tumekwenda Mfereji, tumekwenda Loksale, tumekwenda wapi kote. Lakini nidiriki kusema katika wilaya nilizofanya ziara, wanasema mwamba ngozi huvutia kwake, lakini hili si la kweli. Nataka kusema kama mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa, ninaridhika na jinsi anavyotekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hamasa nimeniacha hapa na narudia kusema hili, nalisema waziwazi hapa. Nimepita kwenye ziara, ukienda kwenye sekta ya maji ndio haya yanayozungumzwa. Ukienda kwenye sekta ya afya, nyema ambulance kila siku, wengine wanasema hatupati usingizi, kila siku ni makelele ambulance tu ambulance. Ukienda sekta ya mifugo, ukienda kwenye kilimo, ukienda kwenye nishati, umeenda mpaka Mfereji kule unaenda Kitumbeni. Ukiangalia nishati safi ambayo anaisema rais, amegawa magesi, zile gesi ambazo zinatumika zile. Ukienda kwenye sekta ya mifugo, ni kwa sababu hawapo hapa, unakuta kuna huduma ziko mpaka dawa. Tulifika hapa kwenye zahanati yenu leo, taarifa tuliyopokea ya dawa ziko dawa zote za binadamu pale nani Olarash zahanati. Kule nyuma tulikuwa tungezoea. Ni maendeleo, na bado naona tayari mnajengewa incinerator pale, huduma za kina mama na nini. Lakini sio hapa tu, ni kwingi kote kule. Kwa hiyo nataka kusema kwamba mimi inaridhika na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Samia pamoja na mbunge wake anaitwa Fredrick Lowassa. Sijajua walikuwa wanasemaje mitano tena. Freddy! Samia! Mitano. Asanteni, na washukuruni sana, niwatakie mkutano mwema. La Monduli, waheshimiwa viongozi wa chama na serikali, meza kuu, ndugu wananchi wote wa Mlimani, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama Samia, mbunge wetu. Nawashukuru sana jamani. Kwa sababu ya muda, mimi naitwa Tatu Furahisha, ni afisa tarafa wenu. Karibuni sana ofisi ya tarafa kwa huduma. Yale yaliyosemwa na wengi hapa mimi sirudii, lakini niseme mwenye macho haambiwi tazama. Mimi kama serikali niseme mbunge tunaye na tutatamba naye. Mheshimiwa mbunge wetu oye! Wa kata ya Engutoto kwa shughuli hii na ziara hii kubwa na nzuri sana. Nawashukuru sana. Nawashukuru uongozi ya kata ya Engutoto kwa sababu walifika nyumbani kwangu mimi kama mwananchi wao, lakini pia kama mbunge, lakini walikuja nyumbani. Ilikuwa ni siku ya Jumapili, ilikuwa siku njema, tukaongea maneno mengi mazuri sana yenye nia njema na Engutoto yetu na Monduli yetu. Na baada pale wakaimba nyimbo nzuri ile ambayo tunamkumbuka mzee, nayo mahali ni pazuri, na wakafanya sala njema sana kwa ajili ya kata yetu Engutoto. Kwa hiyo niseme wana Engutoto, Mungu ametubariki, tuna uongozi uloko sawa sawa na ambao una umoja na upendo sana. Tumshukuru Mungu sana. Kama walivyotangulia kusema wengine, nipo kwenye ziara, nazunguka wilaya yetu, lakini nilivyokuwa nakuja kata ya nyumbani Engutoto, nilikuwa nasema nakuja niwaambie nini wana Engutoto. Kwa hiyo leo asubuhi nikatafakari, nikasema yapo ya Engutoto ya kujadili, lakini yapo ya wilaya ya Monduli ya kujadili, ambao mimi nawajibika kwanza kama mbunge,
lakini pili, kwa sababu mimi ni mtoto wa nyumbani Engutoto. Nimetumwa kuwakilisha wananchi wa Monduli, lakini wakati wananchi wa Monduli wananituma, niliwaaga kwanza wazee wa Engutoto na wazee wa Ngarash. Mate yao na baraka zao ndizo ziliponifikisha nilipofika mimi. Kwanza niseme nimefurahi sana kumuona mzee Fiso leo akiwa na afya njema, kumuona mzee Show pia akija kuhudhuria mkutano huu na wazee wengine ambao wamekuja hapa. Lakini hata kikundi chetu cha Msanja cha kata yetu nimefarijika sana. Niliwaambia viongozi wa mkutano wa ndani leo asubuhi kwamba lazima tunavyoishi wilaya ya Monduli tuishi kama wananchi wa wilaya ya Monduli, tukiangalia picha kubwa na sio tukiangalia Engutoto peke yake. Kwa miaka hii minne ambayo Mungu amenijalia kuwa mwakilishi wa wananchi wa Monduli kama mbunge, changamoto zetu kubwa ambazo nilizikuta na za miaka mingi, changamoto yetu kubwa sana ilikuwa changamoto ya maji. Lakini tuna changamoto ya maji pale sehemu ambako tunasema jamii yetu kubwa, asilimia zaidi ya 80 ya jamii yetu ni wafugaji. Kwa hiyo bado tuna changamoto sana ya maeneo ya malisho, kwa sababu kama mnavyofahamu eneo letu kubwa la Monduli limechukuliwa kwa ajili ya mafunzo ya kijeshi na taasisi zile za vikosi vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo wakati naingia kwenye kazi hii, hayo ndio mambo ambayo nilikuwa namuomba Mungu anisaidie niweze kufanya. Lakini wakati ananisaidia hayo, nikawa pia naangalia picha ya Monduli kama ramani ya Monduli nzima. Na napenda sana kila sehemu nikikaa, nataka kila mwana Monduli atafakari fursa za Monduli nzima inayokuzunguka. Kwa sababu hatuwezi kuwa kila siku tunakuja kuwahubiria vijana wetu ajira ya serikali. Ajira ya serikali kweli ipo, lakini serikali haiwezi kuajiri kila mtu. Wale tangazwa walimu 14,000 waka-apply zaidi ya 200,000 na hatusemi wale wengine wataenda wapi. Tunasema elimu ya chuo unampeleka mtoto kwa ajili gani? Tunasema elimu ya chuo umpeleke mtoto ikampanua ubongo ili kuweza kuyatumia mazingira yake kama fursa. Umpanua ubongo ili kuweza kuyatumia mazingira yake kama fursa. Sasa kwa wilaya yetu ya Monduli, changamoto hizo nimewaelezea. Wilaya ya Monduli inaanzia hapa pale panaitwa baada ya Kisongo Waya, tunaanzia pale Waya ambako unaingia kwenye kata za Moita, lakini kwa barabarani utakuta kata za Meserani, utakuta kata Sepeko, Lepruko, Makuyuni kuelekea mpaka kule Kigongoni. Kwa haraka ule ndio uti mgongo wa wilaya ya Monduli. Miaka mingi tumekuwa na changamoto hiyo ya maji, lakini tunamshukuru, narudia tena, tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa upendo na upendeleo kwa wana Monduli mkubwa sana. Nasema tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa upendo na upendeleo mkubwa sana. Changamoto ya maji imekuwa ni ya miaka mingi sana. Ameongea Mwalimu Neema hapa mbele. Wakati anaongea Mwalimu Neema mimi nilimfahamu mwaka 2020 kwa sababu kwenye watu waliochukua fomu ya ubunge wale 26 nadhani yeye alikuwa mwanamke peke yake. Lakini nimemkumbuka hapa kwa sababu gani? Mume wake kwenye mitandao anajulikana kama maji ya bomba Losimongore. Kwa pamoja na mafanikio mengi, bado kuna sehemu za Monduli ambazo tulikuwa tujapata maji ya bomba, ambayo ilikuwa ni changamoto kubwa sana.
kwa sababu imekuwa vyanzo vyetu ni changamoto, tunachukua kutoka Arumeru siku zote. Mama Samia ametusaidia. Kwa ukiangalia uti wa mgongo ambao ametupatia mradi ule mkubwa wa maji, mradi wa vijiji 13 kwanza kwa bilioni 20. Unaanza Ngorbo, unashuka hapa kwenye Arusha Airport, unakuja kukatiza barabarani kuelekea Meserani, Sepeko, Lepuko kwenye tenki kubwa. Mradi ule mkubwa wa bilioni 23 ambao umeshaanza, mabomba yamesambazwa kwenye Sepeko na Lepuko, lakini maji yale kwa sababu yanapita barabarani yanaongeza pia maji kwa vijiji vyetu na mji wa Monduli mjini na hata Engutoto kwa sababu ya matawi. Lakini maji yale ni ya uhakika. Kwa sababu gani? Maji yale yako kwenye mradi ule mkubwa wa bilioni 500 ambao maji yale yanachukua vyanzo vile vikubwa vya maji kuanzia mkoa wa Kilimanjaro, Arumeru kushukia kwenye tenki lile. Kwa Monduli tukishaingia kwenye mfumo ule wa maji ambao sasa hivi tunaingia tayari, maana yake tumeshamaliza tatizo la maji kwa kiasi kikubwa sana. Tunamshukuru sana Mama Samia. Tukaenda kule kwenye bonde. Kwenye bonde letu la Mto wa Mbu pale kuna maji yanatoka mlimani mengi sana. Lakini yale maji yanahitaji miundombinu. Miundombinu kwa ajili ya kutengeneza mifereji, mabwawa kwa ajili ya umwagiliaji. Lakini fedha zile zimekuwa ni gharama kubwa na serikali ilikuwa haijawahi kufanya. Leo tumeenda wiki 3 zilizopita kusaini pale mkataba wa miundombinu ya skimu za umwagiliaji ya bilioni 17.7 kutoka Wizara ya Kilimo. Tunavyoongea, tumesaini wiki 3 zilizopita, tunavyoongea mkandarasi yuko site. Wiki iliyopita nilikuwa ofisini kwake, wameshaanza kujenga ofisi na ile kazi inakimbizwa. Bonde lile ukiweka fedha hii, manake unaongelea kuanzia kata ya Majengo unashuka bonde lile mpaka Selela ambako kuna kilimo cha nyanya, cha matikiti maji, cha ndizi, cha kila namna. Uwekezaji kama ule wenzetu wakiona popote duniani, popote Tanzania, popote duniani, wengi watakimbilia ile fursa kwa sababu ni fursa kubwa ya kibiashara. Sasa hivi tuna mamilionea Selela kwa ajili ya kilimo kwa hali ilivyo. Mama Samia anawekeza pale bilioni 17.7 ambayo haikuwepo hata kwenye ahadi nisema. Dada niwaibie siri. Miradi hii inaiongelea haikuwepo kwenye ahadi yoyote. Ni miradi ambayo ni mahusiano, tumekwenda kumwomba Mama Samia na Mama Samia akatuitikia, ndio maana akatekeleza hii miradi. Ndio maana nasema Mama Samia anatupendelea sana. Zangu Engutoto, nikisema mradi kama ule mkisikia, lazima na mimi nisimame kama mbunge niseme mtu wa Monduli amepata upendeleo gani kwenye zile fedha ambazo mimi nimehangaika ushawishi kuja Monduli. Leo zitawekezwa bilioni 17.7 kule kwenye bonde lile la Mto Mbu. Lakini utashangaa baada ya miaka 2 waliochukua maeneo kulima pale sio watu wa Monduli. Hiyo itakuwa ni kilio kikubwa, tutakuwa tumepoteza heshima kubwa ambayo tunapewa na fedha hizo wanafaidi watu wengine. Kwa hiyo naomba sana kila jambo tuone kama fursa. Nimekwenda juzi pale Randile, Mswakini. Na nilisema pale mbele ya mkuu wa wilaya. Randile pale kuna vijiji 8. Vijiji 8 ambavyo vinahusika na WMA. Kuna mahoteli makubwa ya kitalii lakini ambayo tunachukua kodi pale ya wapiga picha, watalii wapiga picha. Sasa mimi niliwafahamu Randile vizuri kwa sababu walinifuata Dodoma, walikuwa wanaidai serikali wakati wa kipindi cha rais aliyepita, kulikuwa kuna utaratibu ulibadilika wa malipo. Kwa hiyo walinisumbua nami ndio nikafahamu kwamba kuna jambo kama Randile, jumuiya ya uhifadhi wa wanyamapori. Ndio nikajifunza. Nimekuwa hapa lakini kwa sifahamu vizuri Randile, niseme ukweli. Randile jumuiya hile kwenye vijiji 8 walikuwa wanaidai serikali shilingi milioni 600 kwa muda wa miezi 8. Shilingi milioni 600 kwa muda wa miezi 8.
bajeti yetu ya mashauri ambayo ina vijiji 62, bajeti yetu ya mashauri yenye vijiji 62 ni bilioni 2.5. Ni bilioni 2.5. Randilen inayoanzia Mswakini mpaka Lemoti kule walikuwa wanaidai serikali milioni 800. Nasema hivi kwa maana gani? Nusu ile pesa wanayodai serikali, nusu ambayo inagawanywa kwenye vijiji vile. Vijiji 8 wanagawanywa, kwa hiyo juzi kila kijiji kilipokea milioni 24. Lakini pale kwenye mjadala nikasema vijiji vile ni haki yao vinufaiki. Lakini kuna mambo ambayo tunaweza kuongea ya kusomesha watoto wetu. Mimi nikikaa ofisini atakuja mzazi kwa ajili ya school fees, kwa ajili ya ada za chuo kikuu, atakuja mzazi kwa ajili ana mgonjwa hospitalini, atakuja mzazi kwa ajili ya ajira. Lakini kama tuna uwekezaji mkubwa kama ule ndani ya wilaya Monduli, ambayo tunaweza tukasema pamoja vijiji 8 kunufaika vya Randilen, sasa tunataka Randilen hii jumuiya hii ya uhifadhi wa wanyamapori itoe scholarships za wanafunzi wa Monduli wote wanaofaulu. Naongea haya kwa sababu haya ni haki yenu kama wana Monduli. Ni fedha ambayo inatengenezwa ndani ya wilaya ya Monduli. Ni haki yenu. Heshima tunaopata Monduli, mapato yanayopata Monduli, heshima hii imetengenezwa. Heshima hii imetengenezwa. Siongei kibaguzi, lakini natamani kwanza watu wa Monduli ndio wapewe upendeleo. Hatuwezi kuhangaika tukahangaike. Hatuwezi kuhangaika na ushawishi wote, mabilioni yaje, alafu mtu mwingine wewe ndio uje ukamuulize kumuomba kazi. Hapana. Nataka wewe kama mwana Monduli uwe mdau halisi. Lakini tukaenda tena miezi miwili iliyopita, tukazindua mradi ule wa Magadi Soda. Mradi wa Magadi Soda ule, mradi umekuwa muda mrefu sana na ulikuwa una changamoto ya mazingira. Lakini ikaenda ikafanikiwa kwa sababu tena ya ujasiri, lakini narudia upendo na upendeleo wa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu ili viwanda vije ilikuwa serikali lazima ilipe fidia. Lazima ilipe fidia. Fidia ile pale tumelipa kwa Magadi Soda ambayo serikali imelipa ni bilioni 14.4 ambao serikali iliamua au niseme Mama Samia aliamua. Bilioni 14.4, bilioni 6.2 wamelipwa wananchi moja kwa moja, bilioni 8 zimeenda kwenye miundombinu hile. Mwekezaji, viwanda viwili vinakuja mwezi wa 5. Vile viwanda viwili vinakuja ni trilioni 1.8 vinawekeza. Uwekezaji wa trilioni 1.8 sio mdogo. Sio mdogo hata kidogo. Lakini leo na uhakika kuna mtoto yuko China, kuna mtoto yuko Marekani, kuna mtoto yuko Australia, anaangalia kuna kitu gani kinaendelea kuhusu Magadi Soda duniani na anafanya mipango ya kwenda Engaruka. Mnanisikia? Kuna mtu yuko Brazil, yuko Australia, anaangalia, anamfanya mipango ya kwenda Engaruka. Tujiulize, Mungu ndio anaamua haya. Mungu ndio aliamua wewe mwana Monduli. Busara ya Mungu ndio iliamua hivyo. Sawa? Busara ya Mungu ndio imeamua siku na mimi napumzika, naenda kupumzika pale Ngarash. Sio nilisikuamua mimi. Kama ambavyo mimi sikuchagua ndugu zangu. Kama ambavyo nyenye ndugu zangu sijawachagua, ili busara Mwenyezi Mungu. Ndio maana kila siku nasema mimi napenda amani, kwa sababu ukigombana na ndugu yako unaenda wapi? Unakimbilia wapi? Utatengeneza ndugu mpya? Hauwezi kutengeneza ndugu mpya. Kwa hiyo busara hiyo ya Mwenyezi Mungu ambayo iliamua utajiri wote ule usiwe nchi yote Afrika. Usiwe Afrika Kusini, usiwe Nigeria, usiwe Misri, utajiri ule uje Tanzania. Lakini sio Tanzania, utajiri ule uje Arusha. Lakini sio Arusha, utajiri ule uje wilaya Monduli. Unataka nini zaidi jamani?
pale kupitia mradi wa magadi soda. Niliomba na kujibiwa na waziri kwa heshima na kwa nguvu zote kwamba sasa huu ndio wakati wa kuifungua Monduli mjini kwa barabara ya lami kutoka Monduli mjini kwenda Monduli juu kwenda Mfereji mpaka Engaruka. Na tukiongea hivi haya mambo, naomba kichwa cha kila mwana Monduli kitafakari. Itakuja sababu hakuna ujanja, uwekezaji ni wa matrilioni, unahitaji miundombinu. Naomba kichwa chako ukienda nyumbani utafakari, wewe utafaidika nini na hii barabara kutoka hapa mpaka Mfereji mpaka Engaruka. Kwa sababu ndivyo ambavyo wenzetu wanaangalia fursa. Nimesema mwanzoni, tutumie mazingira yetu yawe fursa ya kwetu kiuchumi. Kwa sababu tuna baraka zote, tuna uwekezaji wa kila namna. Barabara, huduma hizi zimeelezewa kwenye sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya miundombinu, sekta ya maji nimeelezea. Tupo kwenye sehemu ambayo kwa wilaya ya Monduli karibia tunamaliza zile huduma muhimu za msingi za jamii. Tunakwenda sasa kwenye kuangalia fursa za kiuchumi za kila mwananchi anafaidika vipi. Unasikia vizuri? Tunakwenda sasa kwenye kuangalia fursa zile za kiuchumi zinafaidika vipi. Sawa jamani? Tumefanikiwa, nimewambia tena leo asubuhi. Nashukuru tumekagua kazi za mfuko wa jimbo ambazo tumeangalia kule Ngarash. Hatukupita kwenye zahanati ya Mlimani, lakini mshukuru pia Mama Samia ametusaidia kuhusu miundombinu hii ya barabara. Tuliwekwa kwenye mfuko wa jimbo, kwa hiyo TARURA kila mbunge unapata milioni 500 ambayo unaamua barabara zile ziende wapi. Tunashukuru angalau baada ya miaka ile mingi ya barabara ile ya zamani tumeweza kurekebisha barabara za lami kwa Monduli mjini, tumeweza kurekebisha barabara za lami kwa Makuyuni, tumeweza kurekebisha barabara za lami za Mtoambu kwa mfuko ule wa jimbo. Lakini pia tunashukuru angalau sasa barabara za Mlimani zilizokuwa kero ya muda mrefu pia tumefanikiwa kurekebisha. Najua dada yangu aliniambia, alijenga hoja jana akasema barabara yao bado haiko sawa sawa. Kwa hiyo nikamwambia sawa, tumelipokea, lakini hiyo kazi inaendelea. Jamani, kwa hiyo wana Engutoto, mimi nasema niwaambie mambo ambayo yanaendelea kwa jimbo la Monduli, lakini naelewa kuna mambo yetu ya Engutoto. Nimependa kwanza leo tulikaa mkutano wa ndani wa viongozi wa Monduli mjini na kata ya Engutoto. Tulianza leo ziara yetu pale Ngarash. Nikafika Ngarash na kushukuru mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa tawi na viongozi wote waliokuwepo pale. Tuliangalia ofisi ya mtendaji na kule ndio nyumbani, lakini tukaona bado hatujamalizia ile ofisi. Tukasema ni aibu, kwa hiyo tukasema ile kazi tunaomba mkabidhi ndugu yangu, na nikatoa ahadi kwamba ile kazi ya ofisi tutatoa shilingi milioni 3 ile kazi ya ofisi ya Ngarash imalizike, kwa sababu ni muhimu. Lakini nilipokea changamoto ya shule ya Ngarash, ni shule ya nyumbani ambayo nikaelezea kweli tumepokea, tunafahamu, tutaifanyia kazi. Tumekuja Walarash, tumeingia kwenye zahanati. Kwanza nishukuru serikali, tumepata zahanati ambayo kupitia ofisi ya TAMISEMI, zahanati ile imekuwa ni nzuri. Lakini pia nimewakuta watumishi wakiwa wamevalia nguo zao za huduma za afya nzuri na wakiwa mazingira masafi, ambayo kwa kweli unaona mtu akienda anaumwa zahanati ya Walarash, kwa kweli wauguzi wanahitaji pongeza kutosha. Kwa nawapongeza sana. Tumeangalia changamoto zake,
lakini pia tukaenda kwenye shule ya msingi ambao kuna darasa lina changamoto pale limefungwa, lakini nikaulizia mahusiano yetu na majirani wetu wakina Big Game na wale wengine wanaweza kutusaidia vipi, lakini pia nikaulizia kazi sio kubwa, nadhani kazi ilikuwa shilingi 3.5 milioni. Nikasema mwenyekiti wa kijiji mzee wangu wa Garash kwamba naomba tulichukue yale darasa, tulipewa budget na mkuu wa shule kwamba 3.5 milioni, tuichukulie hiyo kama ni kupitia kwa ufadhili wa Big Game kama vinginevyo, lakini lazima ile darasa lianze kufanya kazi haraka sana. Kwa mwenyekiti wa Garash tumelibeba hilo. Tumekuja hapa, tumeenda kwenye shule na mwenyekiti wa kijiji, tumeangalia mashimo ya choo na tukaenda mpaka kule nyuma, bado hayajafunguliwa na tunaamini ni sehemu muhimu. Akasema kuna budget ilikuwa imebakia pale shilingi 5 milioni. Nikasema sasa nisiwe natoa hadi kila sehemu, nikasema naomba wazee wa Mlimani, kwa sababu tunadharau sana uchumi wetu wa Mlimani. Watu walikuwa kwenye vikao vya kahawa na kuna mambo mengi huko Mlimani. Kwa hiyo nikasema mimi nitashiriki kwa sababu ni shule iko njiani, shule ya siku nyingi, tunahitaji 5 milioni kwa ajili yale machoo yaweze kufanya kazi. Nikasema naomba wazee wa Mlimani kwamba tufanye harambee ambayo mimi naahidi kushiriki, tushirikiane pamoja kuhakikisha hivi vyoo vya wanafunzi vinaanza kutumika kwa pamoja. Nimalizie, tumefika hapa nikakutana na watoto pale, tulisalimiana. Kuna watoto waliomba vuvuzela ya kupuliza na watoto wengine waliomba mpira ya kuchezea. Ndio fursa, ndio jambo ambalo lilikuwa nayo kinywani kwao. Hatukuwapa muda kujiandaa waseme mahitaji yao, lakini angalau ni hitaji ambalo yule mtoto alifanikiwa kulifikisha kwa mbunge. Kwa hiyo naomba ofisi yangu tujitahidi kesho asubuhi tulete mipira na vuvuzela za watoto. Basi jamani, baada ya kusema hayo, najua siku imekuwa ndefu, lakini tena nawashukuruni sana uongozi wote kwa ushirikiano wenu kuanzia mwanzo kwenye maandalizi, lakini kuanzia tulivyoanza kule Garash, tukaenda Garash, tukaja hapa Mlimani. Nawashukuru sana, imekuwa siku njema. Tujengeni haya mahusiano yetu vizuri. Hapa ni nyumbani kwa kila namna. Hatuwezi kwenda kupiga kelele tukavaa suti na tai kule wakati nyumbani hapajawa vizuri sana. Kwa hiyo wote tuungane pamoja, tukumbushane. Siwezi kukumbuka yote, siwezi kufanya yote, na mimi ni binadamu pia. Kwa hiyo wale ambao mnaona na mimi naweza mkanishika mkono, naomba sana, mlango wangu uko wazi. Sijaweka ng'ombe ukamua maziwa, lakini chai ya rangi ipo. Kwa hiyo mlango wangu uko wazi, karibuni tufanye mambo ya Monduli yetu kwa heshima yetu. Lakini naomba kuwakumbusha tena, niliseme hili kwamba naomba muiangalie Monduli kama wilaya, picha kubwa ya Monduli kama wilaya. Tafakari shughuli gani unafanya kiuchumi sasa hivi, tafakari unaweza ukaiboresha vipi baada ya miaka 2 ya mambo ambayo yote haya yanakuja Monduli. Kwa naombeni sana tuziangalie fursa hizo. Watu wengi najua wanakimbilia maeneo kwenye bonde kule kwa sababu umwagiliaji. Naamini kama uko unazalisha eka 10 sasa hivi, watu watazalisha eka 200, na ni mamilioni ya pesa ambayo itabadilisha maisha ya watu. Kwa naomba angalau mkumbuke kwamba siku hii kijana wenu, mbunge wenu alisema sawa, nimewaletea miundombinu hiyo ya mabilioni ya pesa, lakini nyie amli zile fedha, nyie mnatakiwa kufaidi matunda ya hiyo miundombinu, wasifaidi watu wa nje kabla ya nyie. Kuna mradi wa magadi soda unakuja,
kuna mabarabara tunajenga, tuna kila kitu tunafanya. Naombeni sana sisi tuwe wa kwanza kushiriki kwenye fursa hizo. Basi baada ya kusema hizo, jamani, nawashukuru sana kwa muda wenu na asanteni sana. Na huduma sisi kama Hausa ni kubwa, ameingiza nguvu zake zote ili kuhakikisha huduma zinaboreshwa. Mheshimiwa Mbunge, miradi ulioitaja tunashukuru sana kwa juhudi zako, kwa sababu tumepata tena mradi ambao ulikuwa mnaozungumzia kwa kipindi kirefu wa kutoa maji shamba la mbegu Ngaramtoni kuja mpaka Monduli, shilingi bilioni 20. Tunashukuru sana kwa hiyo. Pia niseme Mheshimiwa Mbunge, pesa kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya maji katika mji wa Monduli ambazo tumezipigia kelele siku nyingi, tumetengewa zaidi ya shilingi milioni 487 kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya maji ambayo inapoteza maji kwa njia ya uvujaji na njia nyinginezo. Lakini pia fedha hizo zitatumika kwa ajili ya upanuzi wa hiyo miundombinu, kupeleka maji kwenye maeneo ambayo bado hayajafikiwa na maji kwenye kata hizi tatu: kata ya Ngutoto, kata ya Monduli mjini pamoja na kata ya Shaina. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, mkono wako kwenye haya yote ni mkubwa sana, na tunakuomba uendelee kutushika mkono ili tuweze kuboresha kazi tunazozifanya. Miradi ni mingi ambayo tunaletewa sisi kama mamlaka ya maji mjini, na hii yote ni kwa sababu ya juhudi zako. Tunakushukuru sana Mheshimiwa. Asanteni sana.